Naitwa Juma Nasoro Nkuba, ni mkazi na mjasiriamali wa mtaa wa Njaro. Nilikuwa napenda kuzungumzia kuhusiana na swala la barabara hii ambayo tunaiona hapa na mazingira yake yalivyo. Ni kwamba makontena na malori yenye uzito mkubwa yakipita katika barabara hii, lakini barabara hii inaonyesha kabisa kwamba malori yenye uzito wa zaidi ya tani 10 hayaruhusiwi kupita kwenye eneo hili, lakini tunaona malori makubwa yakipita katika eneo hili na kufanya uharibifu mkubwa wa hii barabara. Sasa huu unakuwa ni mzigo mzito kwa wananchi, kwa sababu hawa ndio walipa kodi na hawa ndio wanaolipa kodi ambazo zinasababisha ujenzi wa barabara hizi. Hivyo basi ningeiomba serikali iweze kuliangalia jambo hili, kwa sababu kabla ya hapo kulikuwa na barabara ya kawaida ambayo malori makubwa yalikuwa yapiti. Leo hii tunaona malori yanapita kwa sababu ya hizi ICD ambazo zimejengwa huku mtaani kwetu. Hivyo nilikuwa naomba kama raia, kama mwananchi wa mtaa wa Njaro na maeneo yake yote, kwamba kama wameamua kujenga hizi barabara, yani hizi ICD zenye kuweka malori makubwa yanapita kila wakati, basi waboreshe hizi barabara, ikiwezekana zitengenezwe katika kiwango cha lami yenye uwezo wa kuhimili vishindo vya haya malori. Tunaona kila siku watu wanateleza, wanaingia kwenye mitaro, bajaji, daladala zinaingia kwenye huu mtaro huu. Tunafanya kazi ya kuzisukuma na kuwasaidia kwa sababu ya ubovu na uharibifu wa miundombinu ya barabara hizi. Hivyo basi tunaomba sana serikali, local government na serikali kuu watusaidie katika jambo hili, watuboreshe hizi barabara. Tena ikiwezekana wanatengenezaga barabara kwa kiwango cha lami ya zege, watuwekee lami ya zege, kwa sababu yanapita malori yenye uzito wa tani zaidi ya 30 ya malori ya salfa yanapita katika barabara hii yenye uzito wa tani zaidi ya 30. Kwa hiyo tunaomba tuboreshewe hizi barabara ama hii barabara, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa makontena ipo siku yakaja yakadondoka hapa yakasababisha kuua watu na mambo kama hayo. Kwa jina naitwa Abdullahi Abdurrahmani Masawe, na hapa tulipo ni eneo la Veterinary. Barabara hii maarufu najulikana kama barabara ya Veterinary, na kwa kweli, kusema kweli, sisi kama wananchi tunapata tabu sana ndugu mwandishi. Unaona barabara hii zamani kabla haijajengwa kiwango cha lami tulikuwa tunapata tabu ya madimbwi, lakini alhamdulillah serikali yetu wakati ule wa Mheshimiwa Kikwete ikajengwa barabara ya lami. Lakini sasa hivi tatizo kubwa sasa ni hii bandari kavu iliyoko hapa pembezoni mwangu. Hapa mchana usiku malori yanapaki, malori mpaka inakuwa dhiki, shida, tabu kuweza kupita katika barabara hii. Kwa hiyo tunaiomba serikali, tunaomba wahusika, sisi wananchi tunaokaa eneo hili imekuwa ni tabu, ni kero. Kitambo cha kilomita 1 hichi unaweza kutembea mpaka masaa 2. Na hii barabara, ndugu mwandishi, ilikuwa ni mkombozi wa watu ambao wanataka kwenda Tazara, wanaotokea ile Dr. Omar Ali Juma Road, yani barabara ya Mwembe Yanga kwenda Tazara, kwenda Buguruni. Ikawa inawasaidia barabara hii, unapita Mchicha au watu wanaenda Chanika, wanaenda Gongo la Mboto, ikawa inawasaidia sana. Lakini sasa hivi kutokana na malori, msongamano wa malori hapa, pana msongamano wa malori mengi, imekuwa ni tabu, ni shida, ni dhiki kweli kweli. Kwa hiyo tunaiomba serikali iweze kuangalia jambo hili. Ni kweli inawezekana ni mwekezaji, lakini mwekezaji afate taratibu na sheria. Barabara hii uzito wake ni tani 10. Uzito wake ukienda pale juu pale pana kibao, uzito wake ni tani 10. Lakini leo hii barabara hii magari yanapita mpaka tani 30 barabara hii. Ukienda kule chini kabisa kule, kama unaelekea Mchicha, hakufai. Kule tena kuna yadi nyingine, hakufai. Kumekuwa na mahandaki, maana sio mashimo, ni mahandaki ambayo barabara hii imeweza kutengenezewa. Pale juu tu pale Veterinary pale utaona mahandaki yanaanzia pale, maana lori hili la
kata linaingia, lori hili linatoka, lori hili linakwenda, lori hili limepaki. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu iweze kutusaidia juu ya hii adha na kero ambazo tunazipata sisi wananchi wa Temeke Sandali, maeneo ya Sandali katika barabara hii ya Veterinary. Jambo lingine kama unavyoshuhudia, unajua sasa hivi ni wakati wa mvua. Mvua inaponyesha, hebu angalia, serikali yetu ilijengea barabara hii na ikaweka na mtaro pembezoni mwa ukuta huu ambao ulijengwa na kilimo. Hii ilikuwa ni kilimo ile veterinary. Lakini hivi sasa ili kwa sababu bwana amepasua ukuta pale kuweka barabara pale ya kuingilia ndani, kuweka mlango wa kuingilia ndani, ule mtaro au mfereji umezibwa. Kwa hiyo kuzibwa kwa mfereji ule, maji za mvua ikinyesha, maji yanaanza kuingia katika nyumba za wananchi. Maji yanaingia katika nyumba za wananchi. Mfereji ule umezibwa, ndugu mwandishi, nadhani unaona pale. Kwa hiyo hii ni moja au ni nyingine katika kero ambazo zinatukera sana sisi wakazi wa maeneo haya ya Sandali. Jina naitwa Hawa Yasini Twalibu. Mimi niko hapa ndani ya miezi miwili. Lakini katika kuwepo hapa nimeona kwa kweli mazingira ya hii barabara yanatisha sana. Mara kwa mara magari yanadumbukia kwenye mitaro. Barabara imechakaa sana, yani ilikuwa unaombwa msaada wowote ili iweze kutengenezwa. Watu wanadumbukia mitaroni mbele ya macho yangu nikiangalia. Na kuna kipindi kuna gari moja ilidondoka mtaroni na mimi ilibidi nisaidie. Na vijana wangu hapa wenyewe tukasaidiana, gari ile tukaitoa katika mtaro. Kwa kweli bajaji na zenyewe vile vile hivyo. Hadi pikipiki bodaboda na wenyewe wanadumbukia humu kwenye huu mtaro. Kwa kweli tulikuwa tunaomba ishughulikiwe hii barabara. Mengineyo mambo yatabadilika, yatakuwa magumu sana. Mimi nafikiri nimeishia hapo. Asante. Kwa jina naitwa Modini Bobo, lakini kwa nafasi yangu ya uongozi ni mwenyekiti wa wazazi wa CCM tawi la Maganga. La kero yetu kubwa ambayo ilikuwepo katika barabara yetu hii, magari makubwa ambayo makontena ambayo wanapita yenye uwezo mkubwa kushinda barabara, na kadiri ya siku barabara kama tunavyoiona inazidi kuchimbika, na kipindi hiki cha masika tunasema mvua mkubwa. Kwa kila siku barabara inazidi kuharibika, njia ikishakuwa mbovu. Tunaomba sana serikali itusaidie, iangalie sehemu yetu hii ya Veterinary hapa ambayo zamani kupo stendi kubwa, lakini ukiangalia barabara imekufa sana, imekuwa ya ovyo kabisa. Hata kupita watu tunapata shida, mtihani kupita katika barabara ambayo maji yamejaa, mitope imejaa, lakini barabara hii imekuwa na mashimo makubwa. Tunaomba wanaohusika na nafasi za kutengeneza barabara watusaidie katika barabara yetu, katika mtaa wetu huu, waje kutengenezea barabara imradi tupate barabara iliyokuwa sahihi ambayo mzuri, ili yaweze kupita magari madogo. Lakini magari makubwa, kiusema ukweli kabisa, magari makubwa yanatuharibia barabara kwa sababu yana uwezo mkubwa. Lakini sio peke yake barabara tu, sababu kwa mbovu, ikifika majira ya saa 10 au saa 12, ndugu mtangazaji, hapa magari yanakuwa kuna foleni. Kwa sababu gani? Migari mikubwa inajipanga, inataka kuingia ambayo katika bandari hii kavu. Sijui tunaelewana ndugu mtazamaji. Katika bandari kavu wanataka kuingia, kwa kuna kuwa na magari mengi sana makubwa, kwa unaleta msongomano wa foleni. Kwa unaweza kukuta unataka kupita sehemu ndogo tu, unakaa dakika zaidi ya masaa 2 au 3 kwa sababu ya foleni, magari makubwa. Lakini pia inachangia barabara kuwa mbovu. Angalia sehemu zote hizo inakuwa inatuharibia sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Fadhili Ali Chepile almaarufu Barcelona wa hapa Magorofani. Hali ya hii barabara kiukweli kama unavyoiona, barabara sio mzuri. Hii barabara imeharibika kwa sababu ya kiwango cha hii barabara, kiwango kidogo kilichotengenezwa kwa ajili ya kupita magari madogo, yani kama tani 10, lakini sasa hivi yanapita magari ya tani zaidi ya 30. Sasa mimi nashindwa kuelewa kwa sababu kiwango kilichotengenezwa hapa ni magari madogo, sasa hivi yanapita magari makubwa. Yaani nashindwa hata kuelewa diwani wetu sisi sijui wanafanya kazi gani. Yaani kweli wanaruhusu kweli hii barabara inapita magari haya? Ni kweli?
Mimi naona madiwani wetu hatutendei haki wanachokifanya. Upande wa serikali kama wanataka hivyo, basi ya magari yapite, watengeneze barabara bora ambayo inaweza ikapita magari haya, kuliko kutengenezea barabara ambayo ina kiwango cha kupita magari madogo alafu wanapitisha malori makubwa.